Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kurudisha tena utoaji wa mikopo ya 10% ya vijana, wanawake na walemavu. Hii mikopo ilisimamishwa kwa sababu namna ya urejeshaji wake hapo nyuma ilileta shida, na hata namna ya vikundi vilivyokuwa vingi vinachukua mikopo hii ilikuwa vikundi hewa. Umeanzishwa utaratibu mpya wa utoaji wa mikopo ambayo unaanzia utaratibu katika ngazi ya kata na mwishowe na kwenda halmashauri, kisha inaletwa kwenye kamati ya wilaya, lakini pia kuna kamati ya mkoa. Mikopo hii imerudishwa ili kuendelea kuwainua Watanzania wenye kipato cha chini na kipato cha kati, ili na wao waondokane na umaskini uliokithiri, ili kupiga hatua kwenye maendeleo ya Watanzania wengine. Na mikopo hii imelenga maeneo yote, imelenga kwa kina mama, vijana, na kina mama wako kwenye maeneo yote kwa maana ya vijana pamoja na upande wa kina mama, lakini pia walemavu. Na walemavu wamepata fursa kubwa zaidi kwa sababu mlemavu mmoja pia anatambulika kama kikundi. Kwa hiyo walemavu popote walipo ambao mnaamini wanaweza kukopa, waambieni wajitokeze kwenda kukopa, kwa sababu hata akiwa mmoja anaruhusiwa kukopa. Lakini pia ni waombe vijana wengi ambao sasa hivi hatuna shughuli za kufanya, kuna fursa kubwa ya kutengeneza vikundi na kuvisajili na kwenda kuomba mikopo kwenye halmashauri zetu. Tumeshatoa mikopo mingi hapo nyuma, katika taarifa imeonyesha, na mikopo hii bado inaendelea kwa sababu inatokana na makusanyo ya ndani, na makusanyo hayo 10% yake inakwenda kupelekwa kwenye makundi hayo matatu tuliyoyasema. Kwa hiyo niendelee kuwahimiza vijana wote, kina mama na walemavu kujitokeza kwenda kuomba mikopo, lakini kwanza kabisa muwe na vikundi ambavyo vitakwenda kuomba mikopo hiyo. Na kabla hatujafanya yote, bado serikali chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa zaidi ya bilioni 18 katika benki ya NMB na benki nyinginezo, nafikiri hasa NMB, kwa ajili ya kutoa fedha kwa wajasiriamali wadogo, na riba yake ni ndogo sana, ni 7%. Kwa hiyo waombe wale ambao wana fursa hiyo ya kwenda kuomba mkopo, lakini wakiwa na kitambulisho cha wajasiriamali, unaruhusiwa kwenda kuomba benki za NMB. Ni waombe sana, ni muhimu sisi wajasiriamali wadogo, lakini vijana na wale ambao hawana shughuli za kufanya lakini wana nafasi ya kwenda kuomba mkopo, twendeni tukaombe mikopo. Hii leo tunakabidhi jumla ya mkopo wa milioni 537. Mkopo huu sio mdogo, isipokuwa tunapaswa kwenda kusimamia, na bado tutakwenda mwaka wa fedha wa 25-26 kwenda kutoa mikopo mingine baada ya makusanyo ya fedha za ndani na marejesho yanayotoka kwenye vikundi ambavyo tayari vimechukua mkopo. Kwa hiyo ni vyema tukaendelea kukusanya fedha hizi, lakini pia tuombe vikundi viombe, na kila kikundi kihakikishe hakina dosari. Ndugu zangu, watu wa Mbeya, katika kata zetu tuna watu wa maendeleo ya jamii, lakini pia tuna wakuu wa idara wa sekta tofauti kwenye kata zetu. Kama hamuna elimu ya kutosha juu ya mikopo hii, twende kwao, watatueleza tunakopaje, unatakiwa kuwa na kitu gani ili uweze kupata mkopo, kikundi kinasajiliwaje. Kwa hiyo ni vema tukatoa elimu kwa wenzetu ili waweze kwenda kusajili vikundi na wao wapate mikopo.